Sasa kwa kuwa tuko wengi ukumbini hapa na ili tuweze kusikilizana, hatuna budi kunyamaza na mzungumzaji akawa mmoja ili tuweze kusikilizana kile ambacho tumekusudia kuambiana. Awali ya yote, kwanza ni watake radhi kwa kuchelewa kuanza kwa mkutano wetu huu. Tulipanga kuanza saa 4 kamili, lakini bwana huyu ametuchelewesha, amekuja hapa saa 5. Hii ni dhahiri shahiri inaonyesha kwamba kwao hajafundwa kuelewa namna gani anapaswa kuheshimu muda. Na hii ni taswira halisi kuonesha kwamba anatoka kwenye utawala wa namna gani ambao haheshimu muda wa watu na haheshimu mipangilio ya watu. Lakini hatuna budi kumsamehe na kuendelea kumfundisha nini anapaswa kufanya tunapokuwa tumekubaliana kwenye swala la muda. Awali ya yote niwapongeze na niwashukuru wale wote ambao mmekuja kuhudhuria kwenye mkutano wetu huu wa siku ya leo, ambapo hili ni tukio la kihistoria, ama mkutano huu tunaofanya hapa ni mkutano wa kihistoria ambao haujawahi kufanyika katika nchi yetu hii ya Tanzania. Leo kwa mara ya kwanza tunafanya aina hii ya mkutano na tunakwenda kufanya jambo hili kwa mara ya kwanza, na tunaamini litakuwa na mapokeo makubwa kweli kweli kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Mbele yenu tupo watu kutoka vilabu mbalimbali. Tuko sisi wakubwa wa Tanzania, Simba Sports Club, lakini vile vile tuko na wenzetu hawa mnaoona upande wetu wa kulia. Lakini shughuli yoyote haikosi mpambe. Tuko na wapambe wa shughuli hii ambao ni ndugu zetu kutoka Azam FC. Azam wewe umepewa baada ya kushukuru unasikitika. Wapambe Azam. Bwana vumilie. Vumilia, utaki toka. Kwa hiyo tuko na mpambe hapa Azam FC kwa ajili ya kuja kushuhudia kile ambacho kinafanyika hapa kileo. Na na hao ndio mashabiki wa hiyo timu kwa idadi yao wote. Tunaposema mashabiki wa Azam FC ndo hao wawili unaowaona hapo. Mashabiki wa Azam FC tuko wengi. Hajapata nafasi ya kukaa huko. Wengine wako nje. Hajapata nafasi hata na binadamu hajapatiwa. Human rights hajapatwa. Na kiuhalisia na kiuhalisia hawa bwana wanafukuzia ajira viwandani. Ndio maana ndio hii kesha luna. Ndio maana Simba oye! Azam oye! ndio maana mabwana wamejiattach na hii timu kwa sababu wanajua basi ndugu yangu imetosha. Imetosha. Atawaoa mimi. Kwa ni ndugu zetu tuko nao na sisi tunawaombea wafanikishe malengo yao ya kiwandani. Akisha toboa hapo shabiki msomi bosi mchezaji ana suti 15 zina mguu mmoja. Akisha fanikisha ndani ya kikosa dhambi kubwa. Akisha usifanye mchezo.
Kwa hiyo bwana, karibuni sana ndugu zetu wa Azam FC. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo tuko hapa kutangaza mechi ya kiushindani baina ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga. Mechi ambayo itachezwa siku ya tarehe 21 ya mwezi huu wa 12, kwa maana ya siku ya Jumapili, katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni KMC kuanzia saa 10 kamili jioni. Kwa kipindi hiki ambapo vilabu vyetu vipo kwenye mapumziko na baadhi ya wachezaji wetu wapo kwenye majukumu ya timu zao za taifa, tukasema pasipite hivi hivi na watu wasikae hivi hivi. Hebu wacha tuandae jambo la kihistoria la kuwakutanisha kwa pamoja mashabiki wa timu hizi mbili kwa ajili ya kucheza mechi hii ya kirafiki. Kwanza wafurahi, lakini kuendelea kuishi kwenye ile misingi ya pamoja, misingi ya Utanzania, misingi ya upendo. Kumekuwa kuna maneno mengi, kumekuwa kuna vita nyingi kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, kumekuwa kuna misogoano ya kutosha. Sasa ipo wakati wanafikiri watu kwamba watu hawa ni watu ambao wana uadui, watu hawa ni watu ambao kila mmoja na 50 zake. Sasa mechi hii ni lengo kwenda kuonesha watu kwamba pamoja na yote tunayozungumza kwa ajili ya kuzogoana, lakini bado sisi ni watu wa moja ambao tunaweza tukakaa na kushirikiana na kufanya jambo kwa pamoja. Na hii haishii tu kuwa mechi. Hii inakuwa ni festival ya mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa maana kwamba siku ya mchezo wenyewe itakuwa ni siku ya burudani siku nzima katika uwanja ule wa KMC. Kutakuwa kuna burudani za muziki na tunafanya mipango hapa tupate wasanii kwa ajili ya kuja kutuburudisha siku hiyo, yaani wana Simba pamoja na wana Yanga wafurahie kwa pamoja tunu hii ya sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili kubwa. Lakini yote yatafanyika, tutakwenda kumalizia ama tutakwenda kumaliza ubishi kiwanjani pale kwa kucheza mechi ya kiushindani. Tunasema mechi ya kiushindani kwa sababu kiuhalisia kwenye mpira sisi hatuna urafiki. Sisi kila mechi kwetu ni mechi. Kwa hiyo kuelekea kwenye mechi hii tunaiita mechi ya kiushindani kwa sababu kwanza lazima mtu apasuke, kwa maana mtu afungwe, na mshindi lazima apate zawadi, na baada hapo mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa vikosi vya timu zote mbili vitaingia kambini kuanza maandalizi ya kujiandaa na mchezo huo kuelekea katika siku yetu ya tarehe 21. Na kila upande unapaswa kuitazama mechi hii kama mechi nyingine muhimu katika maisha yao. Pamoja ni kwamba ni mashabiki ndio wanashiriki mchezo huo, lakini unabeba hadhi ya taasisi husika. Na kwa sisi Simba Sports Club, au kabla sisi Simba Sports Club, jambo hili ambalo tunakwenda kulifanya tarehe 21 lina baraka za mamlaka zote. Kwa maana baraka ya serikali, baraka ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, baraka ya vilabu vyote viwili kwa maana ya Simba na Yanga, viongozi wake wote wamebariki jambo hili. Kwa hiyo sio jambo la kawaida hata kidogo. Ni jambo ambalo linabeba taswira ya klabu husika. Kwa hiyo kila ambacho tunakifanya kuanzia sasa. Kaka, unaangalia picha za mademu kwenye mkutano mkuu? Msamehe. Haya, huyo katoa kapiga mlio. Haya, kakweli kapiga mlio. Msamehe vijana. Kwa hiyo wewe upo. Ngajua yuko polisi la huyu.
Kaenda kufanya nini polisi? Maana hata unatangaza mechi hapa, tulikuwa na wasiwasi utakuwepo. Nani? Hii kasi yenu ya Central Chang'ombe. Sasa tunafika Jumapili tuko wenyewe tu pale. Kwa hiyo ulisisitiza ili pia kwamba wiki hii iwe wiki ya amani. Central unaenda tu unatoka. Sawa. Hayati. Unaweza ukaenda asubuhi. Kumbe Mchome mshamfukuza kweli? Akaja kwenye mechi. Agi ndio yuko ndani. Ashatoka. Nani mwingine? Dr. Mo yupo hapa? Hayupo, naye yupo Central. Katoka juzi. Ameenda kufuatilia machimbo yake ya madini. Jibi hayupo hapa. Yupo hapa? Unataka kumuona? Au mshachukuliwa nje hapo? Yupo. Yeye achacha ukotwa nje. Hapana. Bibi anaimarisha ulinzi. Sawa. Kwa hiyo muhimu sana ulisisitiza. Usiogope. Anaweza kaenda asubuhi, mchana akaja kwenye mechi. Tukawapasua pia. Na bado tukawafunga. Kutupasua ndo mwezi. Kutupasua sawa. Ange napataka mkungu. Atakushtukia mapema. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, kwa heshima na taadhima tunawaomba mtusaidie kulibeba jambo hili ambalo tunaamini lina mchango mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu, lakini ni sehemu ya kuwaburudisha Watanzania na ni sehemu ya kukuza utamaduni wa Tanzania ya kuishi kwa upendo pamoja na amani. Kwa upande wetu Simba Sports Club, rasmi baada ya mkutano huu tutaanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu, na kimsingi sisi tuna hasira sana na hawa mabwana. Tunawataka kweli, tuna shauku nao kwa sababu wanaongea sana, wanangenga sana. Sasa tunataka kukata kilimilimi. Tunataka kamdomo. Tunataka tuwapelekee moto ili heshima irudi kwenye mkondo wake. Na hiyo kazi sisi tunaiweza, hiyo kazi sisi tunaimudu kwa 100%. Maandalizi yanaanza, Naguna imeingia. Na hiyo kazi tunaanza rasmi hivi sasa kwa ajili ya kuanza maandalizi hayo, na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao na kwa aina ya timu tuliokuwa nayo tutakwenda kupata matokeo mazuri. Ambia vijana wako. Shamba. Ndio mimi nikwambia hii press tungefanya Tambagala. Watu wako watatudhalilisha. Asiwe Serena mtu wa mikate. Serena. Godi onyesha mikate juu kwanza kidogo. Toa mikate juu, mpe mikate yake huyo. Mpe. Au kidogo. Maana tusione tunamsingizia. Na huu ndo maana Mbagala watakupiga. Kwa nini? Kwa Mbagala kuna washamba wa Azam. Na wale ni chamazi kaka. Sio Mbagala. Lakini hapo Azam nimeingia. Nikishukuru na kujitaja kaka. Tukikusahau na kukumbuka. Kuna Azam TV. Azam utajulikana vipi? Ndugu zangu ni uone unakuwa maarufu. Simba inaanza ule kwenye wote Yaani hivi jezi yake huyu nyekundu akae hapa, huyo apewe ngogwe akakae kule. Wewe una jezi ya ngogwe hapo. Tulia bwana. Tulia bwana. Mimi niko salama hapa. Hebu tulia. Tunawasaidia hawataki. Mwanezi usio na wasiwasi kaka. Kazi atapata. Namna ambavyo unaipambania Azam, utapata kazi kule Vikindu. Kwenye kiwanda cha juisi. Na mwili wake huyo. Sio juisi. Unga. Unga au Bagamoyo kiwanda cha sukari. wanataka kazi. Ila nyinyi mpambanie timu zenu. Yaani kama mlizoea udongo unyonge kwenye Azamu. Azamu ina miaka 9. Tunamtambia wewe subiri zamu yako.
Ukifunga na hata kabisa tambalani unifunge hapa. Kufunga sisi. Mfunge. Ananiruhusu bwana. Iko hivi. Timu ya kwanza kupigana uwanjani kule nchi ya Tanzania. Timu ya kwanza kurusha ngumi. Stefan Mwasika alikuwa anaitwa mchungaji. Lakini alirusha ngumi kwenye uwanja. Wakati huo yeye yuko kwa Uingereza. Yeye hatujui kabisa. Alikuwa timu gani? Fahamu muulize alikuwa timu gani? Alikuwa yuko hata kwenye mpira. Wakati huo alikuwa anachekelea huku. Kwa hiyo bwana ndugu